Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, bado ni tishio kwa kiongozi wa serikali ya Marekani, Rais Donald Trump, lakini pia anachukuliwa ni tishio kubwa sana kwa serikali ya Israel. Mujtaba Khamenei anachukuliwa kuwa tishio kubwa kwa Marekani na Israel, akiwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambaye anaongoza jeshi kubwa na anaongoza mitandao ya wakala wa kikanda na anasimamia serikali ambayo inaona rasmi Marekani na Israel kama maadui wakuu. Mujtaba Khamenei alichukuliwa kiongozi wa kawaida mno baada ya kutoa viatu vya baba yake Ayatollah Al-Khamenei aliuawa katika vita mnamo Februari 28. Ayatollah Mujtaba Khamenei, baada ya kupewa uongozi, baadhi ya tawala za kimagharibi ziliona labda kutokana na kifo cha baba yake huenda atakuwa na aina ya utawala ambao ungeendana na matakwa ya Wamarekani. Lakini utawala wake mara kwa mara umekuwa ukilenga maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na mali za wanamaji na maeneo ya kurushia makombora, lakini pia ukaidi usiokuwa na kikomo kuelekea Washington na Yerusalemu. Katika kipindi hiki cha mazungumzo kati ya Marekani na Iran, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, kama ilivyokuwa kawaida, ndiye mtu wa mwisho anayetoa mamlaka juu ya nini kinapaswa kufanya, lakini amebaki na msimamo usioyumba, wengine wakisema ni zaidi ya ule wa baba yake. Anatarajiwa sana kusonga mbele na uwezo wa Iran wa nyuklia na makombora ya ballistic na kupinga makubaliano ya kidiplomasia licha mazungumzo ya amani ambayo bado yanaendelea. Hivyo moja kati ya ujumbe ambao ameutoa katika siku za hivi karibuni, mnamo siku ya Jumanne katika wiki hili, alisema nchi za Mashariki ya Kati hazitoweza tena kuwa kambi za jeshi za Marekani. Aliandika katika akaunti rasmi ya X ya kwake. Hata hivyo, licha ya kwamba haonekani hadharani, lakini kauli zake ni dhahiri kwamba amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanazidi kuumiza vichwa vya Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Alisema mataifa na ardhi ya eneo hilo haitatumika tena kama ngao kwa ngome za kijeshi za Marekani, aliandika Khamenei. Marekani haitakuwa tena na mahala salama kwa waovu na uanzishwaji wa kambi za kijeshi katika eneo hilo, aliendelea. Hata hivyo, kutokana na kauli yake, bado imemfanya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alitazama pengine angeweza kumaliza kabisa mfumo wa utawala nchini Iran, sasa bado ameona kwamba ni kizungumkuti kwa uongozi uliopo wakati huu, na ndio maana kuna nyakati anafikiri kwamba Iran hakuna kiongozi rasmi. Kamandi kuu ya Marekani ikiwa na makao yake makuu huko Florida, ina uwepo wa kudumu katika kambi za kijeshi kote katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Saudi Arabia na Jordan. Marekani na Israel kwa sasa zinajadili iwapo wataweza kumwondoa Khamenei kutavuruga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran au kutaleta hatari zaidi katika kuzalisha muundo wa nguvu zaidi na wa makubaliano dhaifu wa nyuklia sawa na ule wa makubaliano ya mwaka 2015. Moja kati ya jambo ambalo bado linajadiliwa ni namna ambavyo mamlaka za uongozi wa Ayatollah Mujtaba Khamenei zimeeleza kwamba ikiwa Marekani na Israel zitaanzisha vita kwa mara nyingine tena, basi moja kati ya jambo zito ambalo talifanya ni pamoja na kuzalisha nyuklia kwa wingi na kutoka zaidi ya 60% ya uranium ilirutubishwa hadi 90%, kwa maana kutengeneza mabomu ya nyuklia. Moja kati ya vyombo vya habari kutoka nchini Israel vimesema swali hilo la namna ya kumkabili Ayatollah Mujtaba Khamenei limekuwa ni suala jipya la mjadala katika duru za kisiasa na kiusalama baada ya kuuawa kwa baba yake Ali Khamenei, huku maafisa wakipima iwapo kunusurika kwa Mujtaba kunatoa kiwango cha utulivu unaoweza kudhibitiwa au iwapo kuondolewa kwake nako kunaweza kudhoofisha mfumo mzima au kutaleta hatari zaidi. Lakini cha ajabu ni kwamba kiongozi huyo hakutoka hadharani kwa sababu za kiulinzi na za kiusalama. Rais wa Marekani aliwahi kumtaja Mujtaba Khamenei kama kiongozi dhaifu aliyejeruhiwa na hana mamlaka kamili, lakini wakati huu anamuona kama kiongozi asiyefaa na kiongozi ambaye lazima wamsake. Na sasa wanakuwa naumiza vichwa ni namna gani wataweza kumpata, lakini je, wakimuua naye ni nini ambacho kitatokea zaidi baina yao na Iran? Gazeti la Israel Hayom limesema baadhi ya maafisa wanaamini kumwondoa kunaweza kuzusha mgogoro mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati, wengine wakisema katika ripoti hiyo kwamba wanaonya kuwa kunaweza kusiwe na wasimamizi wa wastani walio tayari kuchukua madaraka, na kwamba hatua kama hiyo inaweza badala yake kutoa muundo mkali zaidi au makubaliano mengine ya nyuklia ya muda mfupi ambayo yanatazamiwa na Israel kuwa hayatoshi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.
Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.